Kama katika familia yenu kuna historia ya ugonjwa wa kisukari, labda upande wa mama ama upande wa baba, kuna uwezekano mkubwa sana na wewe ukaja kupata ugonjwa wa kisukari. Ama tayari una kisukari rasmi ama una kisukari kilichojificha, yani pre-diabetic. Naomba unisikilize kwa umakini. Kwa nini kuna uwezekano mkubwa sana wa kupata ugonjwa wa kisukari, hasa kama kwenye familia yenu tayari kuna historia ya ugonjwa wa kisukari. Na in fact kuna watu ambao mimi nakutana nao, nakwambia sisi kwenye familia yetu kuna sukari, na unajaribu kumstudy na yeye unaona kabisa tayari kashaanza kuwa katika stage za kutengeneza ugonjwa wa kisukari. Shakutana na watoto ambao wanahangaika kupata watoto, yani mabinti ambao wanahangaika kupata watoto, ujauzito ni shida kupata, lakini tayari nyumbani kwao kuna historia ya ugonjwa wa kisukari. Unamwambia, unajua wewe tayari mna vinasaba vyenye uwezo mdogo sana wa kuvumilia maisha haya ya Kiswahili, na ndio maana inakuwa rahisi wewe kupata mvurugiko wa homoni, kwa sababu safari ya kupata ugonjwa wa kisukari huwa inaanza na mwili kuanza kuathiriwa na mfumo wa kila siku wa ulaji. Ugonjwa unakuja kujidhihirisha baadaye kama matokeo tu. Kuna mtu aliniwahi kunisikiliza, kuna video moja niliwahi kufanya kuhusiana na dalili za mwanzo kabisa za ugonjwa wa kisukari. Yule mtu alinisikiliza, nilikuwa nazungumzia tu zile dalili ambazo hazihusiani kabisa na ugonjwa wa kisukari, lakini huwa zinaashiria huyu mtu asipokaa makini anaweza kuja kupata ugonjwa wa kisukari. Ile video bahati mbaya watu walinishambulia sana, madaktari wa mtandaoni mnatuchanganya. Lakini ni moja ya video ambayo ilisaidia watu wengi, na watu wengi waliweza kujigundua, na baadhi waliweza kuona ni kweli. Mimi mwenyewe nilitokea huko. Zilikuwepo dalili nyingi sana. Moja ya dalili ambayo niliwahi kuisema ni kama unapata changamoto za kwa mfano unashangaa tu macho hayako vizuri. Wewe unaenda unapewa miwani, alafu unasema ni umri umeshaanza kuwa mkubwa, unajua tuko busy na makompyuta manini. Sasa mimi nilitoa hiyo dalili. Sasa yule jamaa akawa amenisikiliza, akajiuliza, mbona mimi kama mwezi mmoja tu umepita kweli nilikuwa na malalamiko ya macho, na wameenda wakanipa miwani, sasa naona vizuri, lakini inawezekana kweli labda hii issue ya macho labda na mimi ni mtahiniwa kama alivyosema jamaa hapa. Alijikuta na qualify kwenye vidalili kama viwili vitatu ambavyo nilivitaja, ikiwemo macho. So akaona sawa, nitaendelea kutumia miwani, lakini akanitafuta, tukawasiliana vizuri. Ikisha akaniambia pia na wasiwasi, kwa sababu mimi kwenye familia yetu bwana sukari ipo. Nikamwambia wala usiogope, hebu tuanze sasa challenge. Nikampa program, akafuata taratibu, akaianza. Ndani ya mwezi mmoja, mwezi wa pili alikuwa anaona vizuri sana, hakuhitaji miwani tena. Na nilimwambia afuatilie pia kipimo cha miezi mitatu cha sukari, akakuta kweli alikuwa mtahiniwa. Haikuwa kisukari rasmi, lakini alikuwa tayari ameshakuwa kwenye pre-diabetic stage. Kwa hiyo lengo, nataka na wewe uwe makini. Kama kuna historia ya ugonjwa wa kisukari kwenye familia yenu, inawezekana tayari na wewe kuna malalamiko leo unayapata. Wewe unafikiri ni changamoto za kiafya za kawaida, unachoka sana, unalalamika ganzi, unalalamika nguvu za kiume zinashuka, unalalamika sijui ukimaliza kula unasinzia, unapata sijui kuna changamoto zishaanza kutokea au hazijaanza kabisa, uko vizuri, lakini kuna uwezekano mkubwa wa kuja kupata ugonjwa wa kisukari, kwa sababu tayari unapokuwa umezaliwa kwenye huu utamaduni wa Kitanzania. Kwa mfano, hawezi kukwepa maisha ya kula ugali, kula viazi, kula chapati, kula wali, kula mikate. Hauwezi kukwepa hayo maisha. Na kwa ajili ya kuspoil kidogo, utahitaji kunywa soda kidogo, juisi za matunda, kwa sababu hujawa na maarifa at first kuhusiana na mwili wako na jinsi mwili wako ambavyo hauwezi kuvumilia haya maisha. Kwa hiyo mwisho siku utaishi ukijiona uko innocent kabisa, uko sawa, lakini baadaye utashangaa mwili wako unakusaliti, unaanza kuibua magonjwa. Na hiyo ndio story ya wagonjwa wengi wa kisukari. Na wafahamu vijana wa miaka 25, miaka 30, miaka 10 na hata miaka 20 tu, miaka 27 ambao wamepata kisukari kwa sababu tu tayari kuna vinasaba vya sukari kwenye familia yao, na sio garantia kupata kisukari hata kama utakuwa umerithi vinasaba vya sukari kwenye familia. Lakini inakuwa ni rahisi kupata huu ugonjwa pale ambapo utaendekeza hii lifestyle ya Kiswahili jumlisha ile kujispoil kidogo, unakuwa unaongeza probability ya kupata ugonjwa wa kisukari kwa haraka zaidi. Kumbuka, unachokirithi sio ugonjwa wa kisukari kwenye familia yenu, unachokirithi
ni vinasaba vinavyokuhatarisha kupata ugonjwa wa kisukari. Mimi ni mmoja wa watu ambao katika familia yetu kuna vinasaba vya hili tatizo. Kwa hiyo siku nikijiachia sana pamoja na kufundisha sana masuala ya kisukari, kuna uwezekano tatizo likatokea. Kwa hiyo niko informed katika hilo, na huwa napenda pia ndugu zangu waanze kujifunza, kwa sababu ni tatizo ambalo kusema kweli liko serious na linasumbua watu wengi sana. Kwa hiyo leo nimejaribu kutoa ofa ya ushauri kwa wale ambao kuna hizo roots za sukari. Ina maana kwamba haurithi ugonjwa, unarithi vinasaba vyenye uwezo mdogo wa kuvumilia sukari. Vinasaba vyenye uwezo mdogo wa kuvumilia sukari. Na kuna dalili kama utaanza kuziona, fuatilia ile video niliwahi kushare. Hizo dalili ukiziona zinatokea sana, nenda upime. Uende tayari ushaanza kuingia kwenye huu ugonjwa wa kisukari. Hasa kama umri wako umeshaanza kwenye 25 plus, miaka 25 na kuendelea, au miaka 30 na kuendelea. Kwenye huo umri watu wengi sana siku hizi wanapata ugonjwa wa kisukari kuliko hata wazazi wetu, kwa sababu sisi inakuwa ni rahisi, kwa sababu sisi zamani soda ilikuwa ni kitu ambacho unakipata kwenye sherehe, kwenye sikukuu, lakini sasa hivi soda, ma energy haya ni rahisi sana kuyapata, majuisi, ma blend yako kila kona. Kwa hiyo inakuwa rahisi sana kizazi hiki kupata haya magonjwa katika umri mdogo, kwa sababu mazingira ya kutengeneza speed ya ugonjwa kujijenga ni makubwa kuliko wenzetu walikuja kupata miaka labda katika miaka ya 50, miaka 40, lakini wewe unaweza kupata ugonjwa wa kisukari type 2 ukiwa tena miaka 20 au 10 na kitu, kwa sababu tu upo exposed kwenye mfumo mbaya sana unaosababisha ugonjwa kujitengeneza haraka kama tayari una vinasaba. Na kwa wewe ambaye hauna vinasaba, hauna historia ya kisukari kwenye familia yenu, bado uko hatarini. Asilimia kubwa ya watu duniani miili yao haiwezani. Naweza kusema kama 60%. Sio lazima upate kisukari. Huu mfumo wa Kiswahili wa ulaji unaweza usikupe kisukari ukakupa shida ya ugumba ambao umesababishwa na ulaji wako. Usipate kisukari ukapata pumu, usipate kisukari ukapata pressure, ukapata magonjwa ya moyo, ukapata changamoto chungu mzima ambazo zimetokana na huu mfumo wa ulaji wa Kiswahili. Kwa hiyo nitaka tukumbushane kidogo, tujifunze kidogo. Kumbuka, magonjwa haya asilimia kubwa sio vitu halisia. Ni sisi kuacha nature na mwili unaamua kureact. Kwa sababu ukifanya makosa ya ulaji leo na kesho ukala vile vile, ukikusanya siku 365 mwaka mzima, umekula ovyo ovyo kwa siku 365. Ukijumlisha miaka 3 mpaka 5, unatengeneza hitilafu kubwa ambayo baadaye ndio unashangaa kisukari kimetoka wapi? Ni yale makosa ya kila siku. Leo umepiga chapati 3, soda, mchana umekunywa juice, umepiga chips, umepiga na energy kidogo, usiku umekula wali. So maisha haya ukija kupata ugonjwa wa kisukari utajiona innocent. Inawezekana ukanenepa ukasema ndio maana niwahi kunenepa sana. Inawezekana usinenepe pia, kwa sababu unaweza kunenepa kwa nje ama ukanenepa kwa ndani. So kama wewe ni mgonjwa wa kisukari, tafuta program zetu kwa namna yote ile, ujiunge uweze kupata mentorship, uweze kupata program ili ufanye tiba hii, tatizo liondoke. Na kama wewe ni mtahiniwa wa kisukari, ushaanza kujiona huko sawa, tafuta pia kujiridhisha ili uweze kuchukua hatua. Na kama unahitaji kufanya program kama hizi kwa ajili ya kuishi kiafya na kuzuia magonjwa kama haya, tunakukaribisha pia. Sisi ni movement maalum ya kuwasaidia watu kuishi maisha ya kiafya ili waweze kutimiza ndoto zao na kufurahia na familia zao pasipo mateso ya haya magonjwa. Nafahamu mateso ya ugonjwa wa kisukari. Siku nikija kuwasimulia baadhi ya watu na ndugu zangu ambao wamepitia mapito ya huu ugonjwa, unaweza kuona kwa nini mimi nina hii movement na natamani watu wengi wasiendelee kuteseka, kwa sababu nguvu kazi ya taifa langu inapotea kupitia haya magonjwa. Watu ambao nawahudumia, kesi ninazokutana nazo, unawishi watu wengi wasifikie hiyo stage. Na wale ambao wamefikia stage hiyo, basi wafanye hima kutua haya magonjwa. Mimi ni Sam Nature, tukutane katika video nyingine. Hakikisha tunarudi kwenye nature.